Asante, tunakushukuru Bwana Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Basi karibu wewe ambaye unaungana nasi kutoka nyumbani asubuhi ya leo. Hili ni kanisa la Redeemed Gospel Church. Mie wenu Reverend Kazungu, na tunataka tuweze kuliendea neno la Bwana asubuhi ya leo. Tunamshukuru Bwana kwa yote, hata katikati ya hali ngumu ambazo tunapitia, bado tutamtukuza Bwana, tutamsifu Bwana kwa sababu Mungu katikati ya hali hizi yuko pamoja nasi. Maandiko alisema hata tuacha kama yatima, bali atakuwa pamoja nasi hadi utimilifu wa dahari. Utiwe moyo ukiwa nyumbani kujua ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Hata kama unapitia ni matanga, kuna mtu amekuacha, Mungu hajakuacha. Mungu haizi kuacha mtu. Na kama Mungu amekuacha, basi ndio umeachwa kweli. Lakini Mungu hatakuacha, hata ukiachwa na watu. Mungu ukiendelea kumwamini ataendelea kuwa pamoja nawe. Sema amen. Basi tunataka tukaweze kunena nawe asubuhi ya leo kuhusiana na maisha na mambo ambayo yanaendelea, yanatupa maswali mengi sana. Hasa tukianza kuuliza kwa nini basi Mungu aliumba mwanadamu, alafu wakati wa taabu kama hii haizi akaja, haizi akaongea. Kwa nini Mungu amenyamaza? Kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu? Akiwa baada ya kuwa amemuumba, akiingia kwa matatizo na shida, hawezi akamsaidia. Watu wana maswali mengi ambayo yanaendelea katika vichwa vya watu. Yengine yanaongewa, mengine hawezi akaongewa kwa sababu mtu hajapata platform ya kuongea. Lakini watu wakipewa platform ya kuweza kuongea yale aliyojaza ndani ya mioyo yao, utashangaa sana. Mtu aseme amen. Na mimi leo nataka kusema hivi ya kwamba Mungu hakuleta mtu yoyote hii dunia bure. Kila mtu aliyekuja hii dunia aliletwa na assignment ya Mungu. Mtu aseme amen. Hakuna yule amekuja bure, hata kama mtu alivunjika miguu, hata kama mtu hawezi kutembea, hata kama mtu anachekwa ni maskini, hata kama mtu hawezi kuongea, hata kama mtu ni bubu, ni kiziwi. Yule mtu ambaye amekuja hii dunia aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, Mungu alimleta hii dunia na assignment. Sema amen. Na hilo ndio jambo nataka kuongea nawe asubuhi ya leo. Kila mtu ambaye yuko chini ya dunia hii, yuko katika dunia hii, yuko katika taifa la Kenya, hayuko taifa la Kenya bure. Hata kama ni maskini, si bure. Hata kama ni kiwete, si bure. Hata kama ni tajiri, si bure. Kuna vile Mungu amekuleta hii dunia akiwa na sababu. Mtu aseme amen. Na tunakuwa na maswali hayo na kujiuliza kwa nini, na kwa nini shida zikitokea Mungu hawezi kufanya kitu. Rafiki, nikuambie nikiweka utangulizi ya kwamba nyakati ambazo tunaziongea, Mungu aliongea karibu miaka 2000 imepita. Hakuna kitu ambacho kinafanyika ambacho Mungu hajaongea. Maisha tunayoishi sasa, Mungu aliongea. Mungu aliongea na akaongea, mitume waliongea. Miaka 2000 iliyopita Yesu aliongea mambo haya ambayo tunayapitia sasa hivi, na akiongea habari ya ishara ya siku za mwisho. Yesu aliongea mambo haya. Kwa hivyo hatuwezi kumlaumu Mungu eti Mungu amenyamaza. Kamwe Mungu hajanyamaza. Kuna kitu kinahitaji kueleweka na mtu kuweza kuelewa assignment yake hapa duniani, wajibu wake na kazi yake na kusudi lake hapa duniani. Na ukishaelewa kile kinakuweka hapa duniani ambacho Mungu amekuleta kuishi, ukielewe kama mchana, ukielewe kama nguo nyeupe, ukielewe kama jinsi unavyoona macho yako, na ukielewa ufanye, utekeleze kile ambacho Mungu amekuitia kufanya. Hakuna mahali hawezi kufika, hakuna maisha hawezi kuishi, kwa sababu Mungu hajaleta watu hii dunia wateseke, bali amewaleta wakaweze kumtukuza. Maandiko anasema, pengine tuchukue andiko na tuweze kuangalia ya kwamba Mungu alipoumba katika Isaya 43:7. Isaya 43 mstari wa 3:7 anasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu nilimuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba na mimi nimemfanya. Anasema kila mtu aliyeitwa kwa jina lake yeye aliumba kwa ajili ya utukufu wake.
We were created for the glory of God. Kwa hivyo tunatambua ya kwamba tumeumbwa kwa utukufu wa Mungu. Ni jambo la msingi. Sisi si ovyo, sisi si bure, wewe sio takataka, wewe ni mtu wa maana. Naongea hivi ili kila mmoja akaweze kuelewa nafasi yake ndani ya kanisa, hasa watu wetu ambao tuko nao mahali hapa. Ukiwa nyumbani uweze kunielewa ya kwamba kila mtu amewekwa katika nafasi yake. Elewa nafasi yako, elewa assignment yako. Shida zinatokea wakati watu wanaacha assignment zao na wanaingilia assignment za watu wengine. Wanajaribu kufanya vile wanaweza kuwashusha wengine washuke chini na wewe uweze kupanda kwenda wapi? Kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa utukufu wa jina la Bwana. Mtu aseme amen. Na sema amen. Ndicho Biblia inaforudia katika Wakorintho, naona wa kwanza 10:31. Niangalie pale Wakorintho wa kwanza 10:31. 10:31. Basi mlapo anasema, basi mlapo, mnywapo, amtendapo neno lolote, mfanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu. Yote maisha haya ambayo tunayaishi, Mungu anasema alitumba kwa ajili ya utukufu wake, na Mungu anasema yale pia ambayo tutayafanya tuyafanye kwa utukufu wake. Tusiyafanye, Wafilipi anasema msishindane. Yoyote ambacho tutafanya tufanye kwa utukufu wake. Na nataka tujue ya kwamba Mungu alitumba sisi kwa utukufu wake. Maandiko anasema katika Ufunuo 4, niruhusu nisome mstari wa 11. Kuna kitu Bwana anaongea pale 4:11, anasema hivi nikisoma. Anasema, umestahili wewe Bwana wetu, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vimeumbwa. Anasema Mungu ndiye aliyeviumba vitu vyote, na aliviumba vitakuwako kwa sababu aliviumba kwa mapenzi yake, for his own pleasure. Mungu aliumba kile alichokiumba for his own pleasure, aweze kuviangalia, aweze kuwa na furaha, aweze kuviangalia, kwa sababu vitu alivyoviumba vilitoka kwake yeye mwenyewe. God is a giver, he is not just a receiver. Mungu ni mtu anayepeana. Yani alivyoviumba ni extension ya maisha yake. Kile chochote alichokiumba, alikiumba kama extension ya maisha yake, extension ya upendo wake. Wewe ni wa maana sana katika macho ya Mungu. Kwa hivyo elewa hivi ya kwamba mwanadamu Mungu alimuumba. Ndiyo tunaweza kusema alitumba ili tumfanyie kazi. Hapana, siamini watu wanazaa watoto ili walime mashamba. Yani ukitaka kuzaa mtoto unasema, mke wangu mashamba tumelima, lakini mwaka huu hatujalima sana, tutafute njia ya kuongeza watoto watusaidie hii shamba. Hauwezi kuzaa watoto kwa sababu wakulimie shamba. Sio kusudi kabisa ya kuzaa watoto, na Mungu hakutumba ili tumfanyie kazi. Kabla tujamfanyia kazi alitumba sisi atufurahie kama viumbe vyake. Hakutumba tukahubiri, kabla tujaenda kuhubiri atufurahie. Mtu aseme amen. So ni msingi kuweza kuelewa Mungu aliliweka kusudi lake ndani ya maisha yetu. Ni jukumu ya kila mmoja ambaye anamwamini Mungu, anamjua Mungu, hata wale wasiomjua Mungu. Mungu ameweka kusudi lake ndani ya maisha yenu. Ni jukumu lenu, kwa sababu kusudi hilo halitaweza kufanya kazi mpaka mtu amrudie Yesu. Mungu hawezi kufanya kazi na mwenye dhambi. Biblia inasema Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi mpaka mtu amjie Kristo, amwamini Kristo. Hapo lile kusudi la Mungu litaanza kufanya kazi ndani ya maisha yake. Hapo ndo Mungu anaachilia neema ya kuweza kumsaidia kutekeleza lile kusudi. Hapo ndo Mungu anaachilia hekima, maarifa, anaachilia neno lake na kila kitu ambacho anahitaji kuachilia, nguvu zake na roho wake, ili
wewe uweze kukamilisha lile kusudi, kutekeleza lile kusudi la Mungu. Mtu aseme ameni pale nyumbani, mtu aseme ameni hapa katika jina la Yesu. Na hivyo ni msingi kuweza kuelewa mambo haya yote, kuelewa ya kwamba Mungu alitumba kwa ajili ya kusudi lake, ni kwa kusudi lake, na ni muhimu kwamba mambo yaende namna hiyo. Ukiwa unataka kuyasukuma mambo kivyako, yataenda kitofauti, lakini muhimu kuweza kuelewa Mungu alitumba kwa ajili ya mapenzi yake, for his own pleasure. Mungu aliweza kutumba. Sasa ni kitu gani ambacho, what gives God pleasure? Ni kitu gani kinamfurahisha Mungu? Or what brings a pleasure to God? Kitu gani kinamfurahisha Mungu? Je, ni ugonjwa wakati mtu yuko katika ugonjwa? Ni wakati mwanadamu amechanganyikiwa? Ni wakati mwanadamu kuna corona? Ni wakati mwanadamu amekufa? Kitu gani kunaleta furaha kwa Mungu? What brings pleasure to God? Ni wakati mwanadamu amelazwa hospitali? Ni wakati mwanadamu amekosea, ametenda dhambi, anaishi kwa dhambi? Sidhani. Mungu anasema katika neno lake, anatamani, anataka ya kwamba wote wafikie mahali palipo na toba. Roho zote anasema ni zangu, lakini roho itendao dhambi itakufa. Lazima mtu amgeukie Mungu, na wakati amemgeukia Mungu naye aanze kuachilia nguvu zake, mapenzi yake, baraka zake, ili kutoka hapo Mungu ajidhihirishe ndani ya maisha yako. Mungu atafanya kazi na mwenye dhambi. Mungu atafanya kazi yake ya ufalme na yule ambaye anamwamini, kwa sababu huyo anaweza kumwelewa. So ni msingi tuweze kuelewa haya. Nataka kusoma, kuna visa vingi sana vya kuweza kutafsiri mambo nao yaongea, lakini nataka tuangalie mtu mmoja katika Biblia yako, katika Mwanzo 37, anaitwa Yusufu. Yusufu ni mmoja wale watu ambao alikuwa maisha ya chini, hakuonekana mtu wa maana kati ya ndugu zake, lakini Yusufu Mungu aliongea naye. Lakini Yusufu aliona ndoto ya maisha yake. Alipoelewa assignment yake, hakurudi nyuma, aliendelea mbele, kwa sababu alikuwa connected vizuri. Mungu alikuwa ameunganisha Yusufu na yeye. Yusufu itafsiriwa, iliwekwa kwake kuelewa kusudi la Mungu ndani ya maisha yake. Kile ambacho mimi nimepewa kufanya, huenda sicho ambacho Mungu amekuwekea kama assignment kufanya dunia. Ndio ni muhimu kuweza kujitafsiri na kuweza kujielewa ni kitu gani ambacho unaweza kufanya, ambacho Mungu amekuacha hii dunia. Hauishi Nairobi, unaishi Mombasa na hasa Miritini. Ni jambo gani hili ambalo Mungu amekuita kuishi, uweze kulielewa, ili kwamba ukiishi ulifanye na Mungu apate furaha. Sema amen. Basi Biblia inasema, nisome kwa sababu ya muda. Mwanzo 37. Tamani ningekuwa na mtu mmoja akanisomea. 37 Yakobo mstari wa kwanza nasema, Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa kwenye miaka 17 alikuwa na akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, na alikuwa kijana mmoja wana wa Bilha na wana wa Zilfa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake akaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wamchukia, wala hakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari zao, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake,
na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ndoto gani hii ulioota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako mtakuja kusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu. Anasema bali baba yake alihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Zela akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo, ulinalo lisalamu, amletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa kizunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanapochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema twendeni Dothani. Basi Yusufu akamfuata akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona toka mbali, na kabla hawajakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule mwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, na tutasema mnyama mkali amemla, kitaona takuwaje ndoto zake. Rubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao. Akasema, msimuue Rubeni. Akamwambia, msimwage damu, mtupeni katika birika iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, kamrudishe kwa baba zake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu iliyovaa, wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu na hamna maji. Sema amen. Basi haya ni maisha ya Yusufu. Mtu aseme amen. Haya ni maisha ya Yusufu, na maandiko yanaongea kwamba huyu Yusufu aliweza kuota ndoto. Maandiko yanasema akaota na nyingine, aliota ndoto mbili. Yusufu wakati ule alikuwa na miaka 17 hivi, na alipoota ndoto zile, na ndoto zote zile, ya kwanza ya ile miganda ikimuinamia ndugu zake, na ile nyingine ya jua na mwezi ikimuinamia, ni jambo ambalo liliweza wale ndugu zake hawakulipokea vizuri ndoto ile. Baba yake pia na mama yake jambo lile waliliweka moyoni, hawalipokea vizuri ndoto zile, hazikupokelewa vizuri. Na hivyo tunaona ya kwamba baadaye wakaenda kuchunga. Babake akamtuma baadaye Yusufu kwenda, unaijua hadithi hii kwa sababu ya muda. Akaenda akatuma na babake kupeleka kuangalia wanaendelea namna gani, na walipomwona mbali akija, wakaweza kumpangia, wakamvua ile koti lake, wakamtumbukiza ndani ya kisima, wakamtupa kwa shimo. Maandiko yanasema ni wafanya biashara walipitia, wakamwona, wakamchukua, wakamtoa, wakaenda Misri, na wakaenda naye pale. Mtu aseme amen. Na alipofika Misri, ndoto ya Yusufu ndo mahali iliweza kutokea. Sema amen. Hakukuwa rahisi, kulikuwa na giza, lakini katikati ya giza ndo mahali ambapo nuru inaonekana. Mtu aseme amen. Kamwe nuru haitaweza kuonekana mahali ambapo ni peupe, mahali mchana
Kawaida ya nuru inaonekana wazi mahali ambapo kuna giza. Na Yusufu, pengine hatuwezi kulisoma fundisho hili lote na kulifundisha, lakini nataka uelewe hivi ya kwamba Yusufu yeye alipitia hali ngumu sana. Alikuwa na ndoto ambazo aliwaambia wale wengine, wao na ndoto ambayo iko ndani ya maisha yako. Inawezekana si ndoto ya kuota usiku, kwa sababu kipimo cha maisha yetu wa Kristo kinasalia katika neno la Mungu. Ukweli huu ndio kipimo cha maisha yetu. Bwana akasema Roho atakapokuja atawaongoza, atawaingiza katika kweli, na mtaujia ukweli, na ukweli utawaweka huru, katika Yohana 8:31 pale. Ni muhimu kuweza kuelewa sote ya kwamba kipimo msingi thabiti wa maisha yetu ni neno la Bwana, na si kitu kingine. Tuelewe hivi ya kwamba Yusufu alikuwa na ndoto, lakini ndoto ile haikuwa rahisi Yusufu ionekane. Lakini hata hivyo, maandiko yanasema katika Yakobo 40, katika kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 2, kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote, na hakuna jambo kusudi la Mungu linaweza kuzuiliwa. Hakuna mtu anaweza kuzuia kusudi la Mungu. Hakuna kitu Mungu hawezi akafanya. Hakuna kusudi la Mungu aliloweka ndani ya maisha yako ambayo haliwezi likaonekana. Kama tutaweza kutembea katika njia za Bwana, tutaweza kuelewa maisha yetu na njia zake, tukaishi tukiwa tumeunganika vilivyo na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu ukiwa thabiti, kutakuwa na urahisi wakati tumeelewa kusudi la Mungu na tukalifanyia kazi. Basi Mungu katika baraka zake, katika kusudi lake, na kusudi lake litadhihirika vikuu katika maisha yetu. Mtu aseme amen. Sema amen. So ni muhimu kuweza kuelewa ya kwamba wewe haukuzaliwa alafu ufe na mambo yaisha. Haukuzaliwa ufe. Uzaliwe uishi maisha ya mateso, mwishowe ufe, na ukifa ndio hivyo imesahaulika. Hapana. Mwanadamu hata katika kufa kwake, maandiko yanasema amehesabiwa kufa mara moja, lakini baada ya kufa ni hukumu. So ni muhimu kuweza kuelewa katika maisha haya kuna siku ambayo tutasimama mbele za Mungu aliye hai. Maandiko yanasema kutoa hesabu ya maisha ambayo tumeyaishi sasa hivi. So ni muhimu hata tukiishi hivi tuelewe ya kwamba siku moja tutasimama kutoa hesabu kwa maisha ambayo tunayaishi sasa. Mungu akiwa mbinguni anajua alikupatia maisha ya kuishi, aliweka kusudi ndani ya maisha yako. Mtu aseme amen. Nasema mtu aseme amen. Ndiyo, Yusufu alipitia mambo magumu. Siwezi nikaendelea kuhubiri kwa sababu ya muda umeenda, lakini nitaendelea na fundisho hili niweze kuleta kufikisha katika tamati, alafu tuweze kuona. Ndiyo, Yusufu aliweza kupitia hali ngumu. Alipitia hali ngumu wakati alipata ndoto. Ndoto yako lazima elewe haiwezi kaona mchana mpaka ipitie hali ya giza. Maandiko yanasema inukeni mwangaze kwa sababu nuru yenu imezuka. Sema amen. Lazima tuelewe ya kwamba nuru ya Mungu imetuzukia, imetufikia. Utukufu wa Bwana umekuja, na huu ndio wakati wa kuinuka ili na utukufu wa Mungu ili kuweza kutimiza ndoto za maisha yetu. Mtu aseme amen. Ndoto ya maisha yako haitatimia ukiwa umekaa. Ndoto ya maisha yako haitatimia ukiwa unanung'unika. Ndoto ya maisha haitatimia ukiwa haufanyi kile ambacho Mungu alikuitia. Itatimia wakati utaweza kuinuka na kufanya kile Mungu alichokuitia. Kuna sababu nyingi sana, hatuna muda, ambazo zinaweza kuzuia ndoto hiyo isifanyike. Wale baba na mama hawakuziamini. Ndugu zako hawakuamini ndoto zake. Alipoingia katika Misri alikutana na bibi ya Potifa aliyetaka kumfanya mme, lakini Yusufu alimjua Mungu akatoroka. Yusufu akaekwa gerezani, akakaa kwa gereza, lakini katikati ya tabu zote hizo alizopitia kulikuwa na ndoto ndani ya maisha yake, na ndoto ile haikupotea. Ndoto ile ilikuwa kusudi la Mungu juu ya maisha yake.
Israeli leo ipo Israeli, taifa la Israeli lipo leo kwa sababu mtu mmoja hakuvunjika moyo alipotupwa kwa shimo. Yusufu ndiye babu wa Israeli. Mtu aseme amen, kwa sababu ndiyo ni mtoto wa Yakobo. Lakini angeenda Misri akawa hakuelewa kile Mungu alichomwambia, akawa na roho mbaya, angetimiza ndoto yake Misri, hangeagiza baba yake aje kule. Lakini alielewa ndoto yake na akamwacha Mungu afanye kazi. Hata katika shimo hakunungunika. Hata alipo bibi ya Potifa anataka kulala naye, akadumisha usafi na utakatifu. Hakutukana, hakuongea vibaya. Kuna watu, nawaambia ukweli, wamepakwa mafuta kwa sababu ya kuhakikisha kusudi la maisha yako halitakamilika. Kuna watu wamepakwa tu na mashetani, wamepakwa tu katika cheo, atumie cheo kukuweka chini. Wamepakwa tu na ule ibilisi afanye kila anaweza, akae juu ya utosi wako ufe, yeye achukue mali. Kuna watu wamepakwa na mashetani, wako kila mahali. Lakini ukishatambua kusudi la Mungu maishani mwako, usikubali kamwe kuchukua uchungu. Paulo anaongea, anasema mlango mkubwa umefunguka mbele yao, lakini wengi wananipinga. So ni muhimu kuweza kuelewa ndoto yako ipo na inafanya kazi. Yusufu baada ya yote tunamwona amekuwa prime minister, waziri mkuu katika taifa la kigeni. Akaagiza ndugu zake na baba yake waje, ndio hao, na leo tuko na Israeli. Yusufu angekuwa roho mbaya, hakungekuwa na Israeli leo. Lakini alikuwa mnyenyekevu, aliyemjua Mungu, aliyemfuata Mungu, aliyefuata ndoto zake, na mwishowe kitu kikubwa kikatendeka. Unaishi maisha ya Mungu kama kwa kweli ni wewe umemwamini Mungu, ni Mungu aliyekupa ndoto hiyo. Na kama leo unaishi leo, ni kwa sababu kuna ndoto Mungu amekupa na amekusababisha uishi leo. Unapaswa kuitambua ili uifanyie kazi. Mungu angekuwa mbaya, ungekuwa umekufa kitambo. Lakini kama leo tuko hai, ndugu zangu, ni kwa sababu Mungu anatupenda. Sema amen. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Wapakwa na ibilisi, hata huyo ibilisi mwenyewe kukuzuia. Ukimjua Mungu na utembee katika njia zake, atakupigania. Mungu atakutetea katika ndoto zako zitakamilika. Muelewe Mungu, elewa zile ndoto, tembea katika njia zake, ifanye ile kazi ambayo alikuitia, fanya. Na mtumainie Bwana. Bwana atakutetea. Hata kama amepakwa kufanya mambo ya kishetani, Bwana atakutetea. Wako kila mahali wanaifanya hiyo kazi kuhakikisha utasonga mbele. Hatusongi mbele kwa sababu ya mtu, tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu aliye hai. Mwingine alisema sijali kabisa dharau zako, sijali kabisa masimango na matukano yako, kwa sababu njia ya mbinguni haipitii kwako nyumbani. Maana huyo alikuwa amesinywa sana. Akasema sijali njia ya mbinguni kwa sababu haipitii kwako, sijali kile utafanya. Na mimi nasema hatutajali kwa sababu njia ya Mungu haipitii kwa nyumba ya mtu, haipitii kwa maisha ya mtu. Njia ya Mungu ni njia ya Mungu, na Mungu katika wakati wa sawa atasimama. Elewa kile ambacho Mungu amekuacha kufanya hii dunia. Usiishi maisha ovyo, usiishi vile unavyotaka. Anza kuelewa ya kwamba Mungu ana kitu amekuacha uishi dunia na sababu. Sema amen. Nitaendelea ili fundisho baadaye. Ingine asubuhi saa 12. Na Bwana ataweza kutubariki. Ila kwa sasa niweze kukomea hapo, uweze kuelewa ya kwamba maisha haya tunayoishi ni maisha ya Mungu. Tukimwamini Mungu, ndoto zetu zitakuja kukamilika. Nataka kuomba pamoja na mtu mahali hapa siku ya leo, ambaye yuko chini kabisa, watu wamemvunja moyo, ambaye hata haelewi ndoto yake ni nini, ambaye anaishi tu kwa sababu sasa lazima aishi, ambaye hali zimeenda vibaya hata wakati wa corona. Marafiki, hata katika wakati huu ambapo hali zimeenda vibaya, Mungu atabaki kuwa Mungu katika siku zetu, kwa sababu ya kile ambacho ameweka ndani yake, na hakuna mtu anaweza kukuzuia kufanyika. Hakuna mtu. Wewe sio project ya serikali ya Kenya.
Wewe sio project ya dini yenu. Wewe ni project ya Mungu aliye hai. Na kile kitu Mungu ametamani ukifanye ndani yako, kama wewe utamjua Mungu, utamwamini Mungu na uweza kutembea katika njia zake, bila shaka Mungu atajidhihirisha maishani mwako, na ile ndoto ya maisha yako ambayo Mungu anataka kuiona itaonekana. Mungu anafurahia wakati tunaendelea vizuri. Mungu afurahii wakati tunaendelea vibaya. Na anasema inukeni mwangaze, kwa sababu nuru nimewapa. Nuru imekuja, inukeni mwangaze. Na huu ndio wakati wa kanisa tukaweze kuinuka, tukaweze kuangaza katika ndoto zetu, na tutamuona Mungu akitenda mambo makubwa. Nguvu zitakuja juu yetu, Roho atatujaza, na tutakuwa na muda mzuri wa kuweza kudhihirisha ile ndoto. Ndipo anasema inangojea dunia udhihirisho wa wana wa Mungu. Nangojea wale wasioamini udhihirisho. Na huu ndio wakati wa sawa. Nataka kuomba pamoja nawe siku ya leo. Sikia neno la Bwana. Nataka kuomba nawe ili uweze nikuombee, hasa kwa mtu ambaye hajaokoka. Nikuombee uweze kumjua Bwana, nikuombee uweze kuokoka. Funga macho yako, uinamisha uso wako. Sema, nyuma yangu, najua kweli leo hatokafa utaenda mbinguni. Wanadamu wamehesabiwa kufa mara moja, lakini baada ya kufa ni hukumu. Na sote tutasimama mbele ya kiti cha rehema cha Mungu. Tutasimama mbele za Mungu. Tuhesabu ya maisha haya. Kabla hutasimama mbele ya Mungu, kama haujasamehewa, hautaweza kusimama pale vizuri. Msimamo wa sawa ni msimamo wa kuhesabiwa haki. Ni msimamo wa kusamehewa dhambi zetu. Unasema ya kwamba unataka niombe pamoja na wewe uokoke, usamehewe. Funga macho yako mahali popote ulipo. Omba nyuma yangu, sema, Bwana Mungu, katika jina la Yesu, nimesikia neno lako. Nimeelewa mimi na kuhitaji. Natubu dhambi zangu zote, zile najua na zile sijui. Nauliza msamaha wako. Nauliza uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakuamini moyoni mwangu. Ingia maishani mwangu, unitawale. Nijaze na Roho wako Mtakatifu. Unipe nguvu za kutumikia wewe daima, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu nimeomba na kuamini. Basi niombe pamoja nawe ukiwa nyumbani. Kuna mtu nyumbani yuko hata ananisikiza akiwa amelala hivi, anasikia maumivu. Nataka kuomba pamoja nawe, Mungu anaweza akakuponya. Nataka kuomba na mtu ambaye yuko pia nyumbani ana mahitaji. Nataka niamini Mungu pamoja nawe. Nataka kuomba pamoja na mtu ambaye yuko mahali hapa. Ama niombee wale walioko hapa, alafu niombee walio hapa baadaye. Lakini niombe nao wakiwa kule, na uso wako kama mgonjwa, kuwa tayari kwa ajili ya uponyaji, kwa sababu hata leo Mungu ana uwezo wa kutuponya. Bwana Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya wasikilizaji wangu, watazamaji, siku ya leo kwa mahitaji yao. Neno lako linasema tukuite nao utaitika. Neno lako linasema Bwana, sikio lako si zito, mkono wako si mfupi. Neno lako linasema Bwana, tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila jambo kusali na kuomba pamoja na kushukuru, hoja zetu zijulikane kwako. Neno lako linasema, njoni kwangu mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Ninaomba Bwana, katika jina la Yesu Kristo, naomba kwa ajili ya mahitaji ya watu wako wanaonisikia. Naomba Bwana ukawaguse, ukawaponye. Bwana, mkono wako si mfupi. Unaweza kutoka hapa mpaka mahali watu wanaposikia, ukaweza kuwaponya katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji wa Mungu juu ya mwili wako. Natangaza uponyaji wa Mungu juu ya maisha yako, juu ya familia yako, katika jina la Yesu, juu ya kazi ya mikono yako. Bwana Mungu, naomba ukaponye, ukawaguse watu wako Bwana. Bwana, ukabariki kazi ya mikono ya watu wako. Wakati ni mgumu, tunaomba Bwana ukatosheleze. Hakuna mtu anaweza kuyatosheleza maisha yetu. Hata serikali inapeana Bwana pesa kidogo kwa watu fulani wasaidike. Tunakushukuru kwa ajili ya taifa hili, lakini msaada kamilifu unatoka kwako. Na Bwana, naomba ukaachilie msaada wa kweli, msaada kamilifu, kwa sababu wewe ni Mungu mkamilifu. Achilia msaada Bwana, wakuse, waponye Bwana, wakuse kazi ya mikono yao, uwasaidie mahali walipo majumbani. Na waacha kwako nikiwatamkia uponyaji wa Mungu katika jina la Yesu. Asante maana Bwana umesikia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba. Basi asante wewe uliye nyumbani.
Tunashukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Mtaendelea na ili fundisho asubuhi saa 12 asubuhi, na unaweza kuungana pamoja nasi kupitia kwa Twitter @GC Miritini, address yetu ya Facebook ni Redeemed Gospel Church Miritini. Na pia unataka maombi, ofisi yangu mimi iko wazi na niko kwa ofisi, napatikana kwa ofisi, na watu wanaendelea kuja, na watu ninawaombea, na watu ninawashauri kama inavyo nipasa, kwa sababu hiyo ndiyo kazi yangu. Na hivyo tunakuuliza, tumia namba hiyo iko hapo. Unahitaji maombi, unahitaji kuweza ushauri, unaweza kutumia namba hiyo 0722 255 754 0722 255 754. Tumia namba hiyo. Washirika wetu na wale walio hapa uelewe ya kwamba wakati wa kutoa mafungu ya 10 si wakati mambo ni mazuri. Fungu la 10 halijakuwa fungu la kutolewa wakati mambo ni mazuri. Fungu la 10 halikuja wakati wa sheria. Fungu la 10 alianza kulitoa ni Ibrahimu. Ibrahimu hakuishi wakati wa sheria. Musa ndiye aliyeleta sheria. Na fungu la 10 lilikuwa wakati huo, kulikuwa na neema ya Mungu na Ibrahimu. Kwa hivyo tuelewe, sema huo ni wakati fungu la sheria, si sheria kamwe. Alitoa wakati wa ni Ibrahimu, na Mungu ndiye aliyetoa fungu la kwanza. Kwa hivyo tuendelee kutoa mafungu. Hatutoi kwa sababu ni kuzuri ama ni kubaya. Tunatoa kwa sababu ni amri ya Mungu. Leteni fungu kamili na zaka kamili. Tunaweza kutumia hiyo namba pia, tukaweza kutoa mafungu yetu wakati wowote. Unaweza kutoa, na unaweza pia ukipata muda unaweza kuja mwenyewe ukaja nikakuombea. Hiyo itakuwa sawa sawa ukija kwa ofisi na hela yako ni kuombea. Na ukifanya hivyo Bwana ataweza kukubariki. Asante sana kila mmoja. Mungu awabariki kila mmoja wetu.